Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo mmezoea kuzipata hapa. Na hii ikiwa ni simulizi ambayo inaitwa Kutengwa kwa Munira. Munira ametengwa namna gani? Twende pamoja ili uweze kufahamu ni kitu gani ambacho Munira kilichoweza kumkuta. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King, ambaye ninakuendeshea simulizi hizi pamoja na nyingine na makala nyingine ambazo zinatolewa katika kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kama ndiyo mara yako ya kwanza, unaweza ukasubscribe ili uwe mmoja wa wale watu ambao ni familia ya Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili uwe wa kwanza kabisa kuzipata simulizi zinapokuwa zinatoka au makala mbalimbali. Sasa twende tukamsikilize Munira sehemu yetu ya kwanza hii, ambayo tunaenda kumsikiliza Munira ili tuweze kusikia atatusimulia kitu gani ambacho kimemkuta katika maisha yake. Twende pamoja. Nilipoanza kujielewa kwanza katika sehemu ambapo nilipozaliwa, ndugu mwandishi, nilizaliwa sehemu ambapo mama yangu mzazi pamoja na babangu mzazi. Mamangu mzazi alikuwa ni Mkristo, lakini babangu mzazi alikuwa ni Muislamu. Baada ya babangu kuwa Muislamu, kwa hiyo mimi nilichukua dini kutoka kwa babangu ambaye ni Muislamu, kwa sababu mama alikuwa ameshaniita jina lingine ambapo mimi hiyo dini kwa kweli sikuipenda, ikabidi nifuatishe dini ya baba. Sasa ingawa hata baba mwenyewe ilifikia kipindi ambacho dini yenyewe akaacha kuifuatilia, akaanza kuwa ni mtu ambaye anakunywa sana pombe, na pia akaanza kuwa mtu wa kuwa anatambika. Akaachana kabisa na masuala ya kuhusiana na dini, akakaa tu akiendelea kutambika pamoja na kunywa pombe kwenye vilabu mbalimbali. Ulikuwa ukienda katika vilabu mbalimbali huwezi kumkosa. Baada ya kuwa naenda huko kwenye vilabu, basi jina la kwanza kabisa ambalo nilikuwa nimepewa la Kikristo, walikuwa wameniita Jamila. Mama alikuwa analikuza sana hilo jina, Jamila, 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 Jamila. Lakini nikaona hapana,
ndipo mama alipokasirika na kuanza kunitukana huku akisema kwamba kwa nini nimeacha dini yake na hatimaye nimeingia kwenye dini ya baba, hali ya kwamba hata baba mwenyewe hiyo dini alishaiacha, anatambikia mizimu na anakunywa pombe. Hapo ndipo ambapo tulianza kuchengana. Nilikaa chini nikatafakari, kwani katika maisha yangu mimi nimemkosea nini hapa? Kwa sababu mimi ninachokifahamu, watoto wote mnapokuwa mmezaliwa mnafuata ukoo wa baba. Sasa kwa nini mama amechukia? Na kwanza kwa nini achukie? Yaani ameona nini mpaka achukie? Kwa sababu yeye aliolewa akiwa ni Mkristo, lakini sisi tukazaliwa tukawa Waislamu kwa sababu sisi baba yetu ni Muislamu. Sasa kilichokuwa kinamchukiza ni kitu gani? Nilijaribu kukaa nikatafakari, nikaona ni vitu ambavyo haviwezekani. Kabidi nijisimamie kama mtoto wa kike, nikasema kwa namna yoyote ile itakavyokuwa, manake situweza kurudi katika dini ya Kikristo. Sasa hapo ndipo mama aliponichukia, nikaamua kutoka, nikaenda kupanga chumba cha peke yangu, nikaanza kuishi nikiwa naendelea kuuza karanga pamoja na ufuta, na mtaji huo nilipewa na shehe kwa sababu aliniona na nilimwelezea kuhusiana na simulizi yangu. Akasema hakuna tatizo binti, mimi nitakupa mtaji. Hatimaye kweli alinipa mtaji, nikaanza hiyo biashara. Biashara hiyo, ndugu mwandishi, nilikaa nayo nikadumu nayo. Sasa baada ya kuanza kunipatia faida, ikabidi ninunue simu kubwa, smartphone. Nikawa ninakaa nayo, nikawa nikienda kwa marafiki zangu huko, wakawa wamelishwa sumu na mama, na wao kwa vile walikuwa ni Wakristo wengi, wakaanza na wao kunitenga, wakaanza kusema wewe Munira, jina lako lenyewe tu Munira, umeona ndilo ulifatisha kuliko dini ya mama yako ambaye ndiye aliyekulea. Kweli unaamua kuachana na mama yako, unamfatisha baba yako? Hivi huoni kama unafanya jambo la ajabu? Nikasema jamani, kila mtu katika dunia anayo haki ya kuchagua dini ambayo anaipenda, na nilichagua dini ya baba kwa sababu tunajua watoto wanapozaliwa manake wanafuata ukoo wa baba. Sasa nilikaa chini nikatafakari ni kosa gani ambalo mimi nimelifanya, lakini nikashindwa namna tu jinsi ambavyo ninaweza kuwasimulia au rafiki zangu wakanielewa. Lakini kwa vile walikuwa wameshaona kwamba mimi ni Muislamu, basi walianza kunitenga. Kila ninayeenda nikienda kwa Wakristo nikiwa nawauzia karanga, wanaanza kunitenga, wanasema huyu ameshatukimbia. Hawa ndio wale ambao wanatuita waharamai.
Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, hii ndiyo sehemu ya kwanza ya simulizi inayoitwa Kutengwa kwa Munira. Mpaka hapo tutakapokutana katika sehemu yetu ya pili ya simulizi hii. Umesikia namna jinsi ambavyo Munira alivyokuwa anatengwa kutokana na kwamba ametoka katika dini moja kwenda kwenye dini nyingine. Je, hawa ambao wamekuja kwao, ambao ni Waislamu sasa, ambapo baba yake tayari ameshaasi hata ule Uislamu tena hahudhurii na ameshakuwa ni mtu wa kunywa pombe na kutambikia mizimu. Je, huyu Munira huyu ataweza kweli kuendelea kuishi katika Uislamu? Watampenda huyu au watamchukia? Twende pamoja mpaka hapo itakapoishia. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King. Kama endapo umekiona kituo hiki na simulizi hii umeipata ukashindwa kukifahamu, kinaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata simulizi hizi pamoja na makala mbalimbali ambazo zinaendelea katika kituo hiki. Niwashukuru wote ambao mmesubscribe na Mwenyezi Mungu awabariki kwa sababu mnafuatilia kila kinachojitokeza ili muweze kujifunza katika jamii ambayo tunaendelea kuishi mambo na matukio mbalimbali ambayo yanajitokeza. Endeleeni kuwa nami katika sehemu ijayo na sehemu zingine ambazo zitakazofuata. Mimi ni wenu Hasdi02 Baba Sam the King. Niwaage niseme alamsiki.